Mtakatifu mbaji wetu uliye juu mbinguni, asante kwa sababu umenipa fursa asubuhi hii nikasimame mbele ya watoto wako. Kanisa hili la habari njema kwa minajili ya kutoa habari njema kukuhusu, kwa sababu ulitufia pale msalabani. Ninaponena wasisikie sauti yangu, wasione sura yangu, bali wasikie ukinena pamoja nao. Jina lako litukuzwe. Shetani asipate nafasi katika ibada hii. Iwe ni wale wako nje wasipate nafasi, kwa sababu wako kule nje Shetani aweze kuteka mawazo yao, bali waweze kujumuika pamoja nasi katika ibada hii, na jina lako litukuzwe. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Unaposoma kitabu cha Danieli, sura yake ni 4, kinatuletea simulizi kumuhusu mfalme wa Nebukadneza, na tuko katika kipindi cha lala salama cha mfalme Nebukadneza katika uongozi wake katika nchi ya Babeli. Tuko katika siku za lala salama, tuko katika kipindi cha mwisho. Ndio sababu mimi na wewe katika sabato hii tunaambiwa kwamba tunahitaji tumuige Kristo, kwa sababu ni yeye pekee aliye mwanzilishi na mkamilizaji wa imani yetu. Na katika nchi hii ya Babeli ama Babiloni, mji huu ulikuwa mji ambao ni wa kifahari, ni mji ambao ulikuwa umejengwa vizuri, kwa sababu tunaambiwa kwamba at the time of the founding of Babylon had grown. It is mighty walls stood at 350 feet in height and 87 feet thick. Kama ni mji ambao ulikuwa umejengwa, ni mji ambao ulikuwa umejengwa vizuri, 350 feet kwenda juu, 87 feet upana wake, mji wa Babiloni ambao tunao usungumuzia mchana wa leo, ya kwamba milango yake ilikuwa imejengwa na vyuma vya dhahabu, ulikuwa umejengwa na njia ambao ni ya ajabu ya kuiga nguvu ya ufalme wa Mungu. It was imitating the strength of the city of God. Ya kwamba the Babylon city ulikuwa umejengwa ukiiga mji ambao ni wa Mungu, ya kwamba the earthly city was patterned after the heavenly city. The government was absolutely monarch. Euphrates river flowed through it. It is flowed through it as did the river of God through paradise. Kama mji huu wa Babeli ulikuwa umetengenezwa ukiiga mji wa Mungu, serikali yake ilikuwa monarch, ya kwamba mto wa Euphrates ulikuwa unapita kule Babeli kama vile mto wa Mungu unapopita. A man occupied the throne as it grew, every knee on earth was supposed to bow to his king. Ya kwamba mji huu, mtu yote ambaye alikuwa na serve katika Babylon government alikuwa usujudie, alikuwa unamie. Nebukadnezar was great. He favored education. He was educated. He examined all the students. Ya kwamba Nebukadnezar alikuwa msomi, Nebukadnezar alikuwa amevalue education, na watu wote walikuwa wanapitia shule, yeye ndiye alikuwa anapeana vyeti vya kuvusu. Ndio naona katika Daniel chapter 2, Nebukadnezar anaita wasomi anapopata ndoto ambayo kuielewa, ndiye ambayo ilitoweka, akawaita wasomi wote, wawe ni waganga, wawe ni wachawi, wawe ni watu wote wale ambao walikuwa wamesoma, wache wamtafsirie ndoto aliyeiota. Ukumbuke ya kwamba anapoita Daniel alikuwa mwaka wa pili in the university, hakuwa amefusu. Ndio naona Nebukadnezar hakumpea nafasi ya kwanza, kwa sababu hakuwa amepitia mkononi mwake ili aweze kumpea cheti cha kuhudumu. Kwa hivyo Nebukadnezar granted them the degrees. Babylon was an educational center of the world. Every art and science was taught in the school of Babylon. Ya kwamba elimu yote ya dunia ilikuwa imeegezwa, ilikuwa inakuziwa kule Babeli. Watu wote wasomi wa dunia walikuwa wanakuja kutafuta elimu, walikuwa wanakuja kutafuta art and science in the Babylon school. Tunapoingia Daniel chapter 4, ili tuweze kujenga mahubiri yetu mchana wa leo. Daniel chapter 4 inaanza kwa kusema ya kwamba mfalme Nebukadnezar alimuhimidi Mungu kwa sababu ameona yale Mungu amemtendea. Alimuhimidi Mungu, akasema ya kwamba ninatambua ya kwamba hakuna Mungu wa kuabudiwa ila Mungu wa mbinguni, kwa sababu aliyaona yale ambayo alimsujudia. Ndiposa mfalme Nebukadnezar akapata maono. Alipopata maono haya alionyeshwa, akaonyeshwa mti ambao umepanda
matunda, mti ambao umemea ukawa mkubwa hata ukafika katika ukaguza kule mbinguni. Alipoona mti vile ambavyo uliinuka, akaona matawi yake yalikuwa ya kupendeza, akaona matunda yake yalikuwa matamo, ya kwamba vyakula vya mti vilikuwa ndio chakula ya wanyama wote. Akaona hata watu wanakuja kutafuta shade kando ya mti ili wasipigwe na jua. Lakini alipoonyeshwa mti akaonyeshwa vile mtu anatokea, anakatakata huyo mti, anaharibu matawi yake, anaharibu matunda. Akashangaa, ni jambo gani hili ambalo nimeona? Vile ilivyokuwa kawaida, Nebukadneza akaita wasomi wote ili wamuelezee ndoto hii ambayo ameonyeshwa inamaanisha nini. Alipoita wasomi wale ambao walikuwa wamehitimu, alipowaelezea ndoto hii, hawakuweza kumtafsiria. Unaposoma mstari wa 19, Danieli alipoitwa, Danieli ambaye ni msomi, Nebukadneza anamwambia, I know you are a learned person and I know you are able, ninajua kwamba unaweza kunitafsiria ndoto hii. Danieli akamwanza kumtafsiria, lakini kabla ya kumtafsiria, Danieli akakimya kwa muda akitafakari ndoto hii vile ilivyo ya ajabu, akatafakari ndoto hii vile ilivyo ya kusitua, kwa sababu sio rahisi. Let me tell you this afternoon, ya kwamba power is sweet, ya kwamba mamlaka ni tamu, mamlaka inapendeza. Unapokuwa katika mamlaka, ili mtu akwambie unaondolewa katika mamlaka, sio jambo rahisi. Mtu anapokuwa katika mamlaka, unapomueleza kwamba utatoka kwa mamlaka, ikwangi jambo rahisi. Ndio Danieli alipokimya, kwa sababu aliona matokeo ya ndoto hii yalikuwa ya kusitua. Aliona matokeo ya ndoto hii hayangempendeza mfalme, akakimya kwa muda. Lakini akamwambia mfalme, sikia, mti ambao umeona unapanda, unamea, unaenda hadi mbinguni, ni wewe, ni ufalme wa Kibabeli ambao umepaa ukawa na nguvu nyingi. Kwa sababu vile ambao nimesema, Babeli ilikuwa imechengwa kwa kuiga mchi wa Mungu. Babeli ilikuwa imechengwa kwa kuiga serikali ya Mungu, kwa sababu ya mambo mazuri yale yalikuwa yanapatikana. Danieli akamwambia, sikia, hivyo ndivyo ufalme wako umegrow, hivyo ndivyo ufalme wako umeendelea kukua, ukaonekana kuwa uko na nguvu, ukaonekana kuwa uko na honor of the majesty. Lakini sikiliza, yule ambao uliyemuona akiteremka akikatakata huyo mti, hivyo ndivyo ufalme wako utakapokatakatwa, hivyo ndivyo utakapokatakatwa. Lakini sikia, ufalme wako utakapokatakatwa, matunda yote yatateketezwa, matawi yote yataharibiwa, ya kwamba lakini hautakatwa, mizizi yake haitatolewa, ya kwamba mti mahali unamea hautakatwa. Ni kumaanisha utaondolewa kutoka kwa wanadamu. Vipindi 7 sitapita machoni pako, miaka 7 itapita, lakini utakaponyenyekea, lakini utakapojirudia, lakini utakapokiri ya kwamba hakuna aliye mkuu isipokuwa ni Mungu wa mbinguni, utarudishiwa mamlaka yako, utarudishiwa mamlaka yako. Na kwamba naposoma kisa hiki, nataka ujiweke katika viatu vya serikali ya dunia hii, kwenda kumwambia mfalme wa dunia, kwenda kumwambia kiongozi wa dunia ya kwamba utaondoka kwa wanadamu, ya kwamba utatoka katika uso wa wanadamu, utakuwa mnyama, utakuwa na kula nyasi muda wa miaka 7. Sio kitu rahisi, sio kitu rahisi kwa wapendwa kuzungumza. I want to assure you this afternoon ya kwamba no matter vile ambao utachiinua, no matter vile ambao unaona kana kwamba uko na sura, no matter utaona kana kwamba uko na vyote, I want to tell you ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kukurudisha chini. Mungu ako na uwezo wa kurudisha chini. Lakini utakaponyenyekea, uone kana kwamba haustahili, Mungu anasema kwamba atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Danieli anamwambia ya kwamba utakaponyenyekea, utakapokiri huyu Mungu aliyekuumba ya kwamba yeye ndiye aliye na uwezo, basi utarejeshewa ufalme wako, ya kwamba utarejeshewa ufalme wako, kwa sababu unastahili kuishi milele. Jambo ambalo ninahitaji niseme mchana wa leo, wale ambao watakaojiinua watashushwa, lakini wale ambao watakaojishusha, Mungu ataweza kuwainua kwa wakati wake. Unaposoma kitabu cha Mwanzo,
Naposoma kitabu cha Mwanzo 1:26, Mungu alisema kwamba let us make man in our own image. Ya kwamba mwanaume ambaye ni siku yao leo ndio aliyeumbwa kwanza. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Alipomfanya mwanadamu, akaangalia akaona ya kwamba mwanaume huyu hataweza kuishi peke yake. Mwanaume huyu lazima nimtafutie msaidizi. Ndio naposoma Genesis chapter 2 mstari wake ni wa 20. Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Adamu alipoingia usingizini, akamtoa upavu wake ili akamuumbia msaidizi wake. Na alipomuumbia msaidizi, alipomletea Adamu, akasema wow, acha huyu ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa kutoka kwangu. Nataka kuambia wanaume wanaonisikiliza mchana wa leo ya kwamba mwanamke ni msaidizi. Lakini wanaume wengi tumewafanya wanawake ama tumewafanya wake zetu slaves kule nyumbani. Ndio sababu nataka kuleta ujumbe wa kusema ya kwamba let us imitate Christ. Wacha tumuige Kristo. Kwa sababu Mungu alipomleta huyu mwanamke kwa mume wake, mume akasema huyu ataitwa mwanamke maana ametwaliwa kutoka kwangu. Huyu ataitwa mwanamke kwa sababu ametoka kwangu. Tuko na wanaume katika dunia hii ambao wanakaa kama Nebukadneza. Tuko na wanaume wengi katika dunia hii ambao wanaona kana kwamba wao ni vichwa, kwa sababu Biblia inasema kwamba mimi ni kichwa, mimi ndiye kichwa, mimi ndio kusema nitamkalia huyu mwanamke kwa sababu ana nafasi, nitamkalia huyu mwanamke kwa sababu ana sauti. Mimi ndiye niliumbwa kwanza, yeye aliumbwa baadaye kama msaidizi. Sijui kama majukumu yote mwanaume ungepewa ungewezana nayo. Unajua mwanamke ameumbwa kwa njia nyingine ya ajabu sana. Mwanamke ako na uwezo wa kufanya kazi 5 mara moja. Sijui kama mwanaume anaweza jaribu hata 2. Mwanamke licha ya kwamba kuna vitu ambavyo wameumbwa ambazo tunastahili kuenzi kama wanaume, ya kwamba wanawake wameumbwa na akili ambayo ni ya kufikiria kwa haraka kuliko sisi wanaume. Hata kama waliumbwa nyuma, wako na akili ya kufikiria. Mwanamke pia anaweza kusaidia kwa mawazo. Mwanamke anaweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Licha ya kwamba wanawake wananena maneno mengi, kwa sababu wataalamu wanasema mwanamke ako na uwezo wa kuzungumza maneno 16,000 kwa siku, lakini wanaume wengi hata 6,000 ni ngumu. Maijua hiyo ya kwamba mwanamke ako na uwezo wa kunena maneno 16,000 kwa siku moja. Kwa hivyo anapokuja kwako mzee, anapokuelezea mambo mingi, anapotoa hadithi nyingi, kumbe hadithi hizo zote ni za kuomba sukari, kumbe hadithi hizo zote ni za kusema hatuna sabuni. Lakini mwanaume anajibu na neno moja, hakuna. Anajibu kwa kusema sina pesa, lakini mwanamke ameongea maneno 200 kwa sababu ya kuitisha sabuni. Hivyo ndivyo wanawake waliumbwa. Kwa hivyo ukielewa hivi ya kwamba mwanamke ananena maneno mengi, hautamkatisha. Hata mkiwa mnasafiri kule nyumbani, mnakutana na ng'ombe wa Masai, anapokuuliza hizi ni ng'ombe, usimuulize wewe unaona ni nini, kwa sababu utakuwa umemfungia. Kwa sababu maneno yake ili yatoshe, wewe muentertain, mwambie yeye ni ng'ombe. Akikuuliza ni Masai, mwambie ndio ni Masai moja, labda ni wengi, ili angalau kikabu yake itoshe. Lakini utakapo mzima ya kwamba wewe unaona ni nini, maneno yake itatoshea saa ngapi? Ndio sababu Paulo anaponena na Wakolosai. Ndio sababu Paulo anaponena na Wakolosai anawaambia, enyi wake nyenyekeeni waume zenu. Lakini anamalizia kuambia wanaume, nanyi mupende ama wapende mabibi zenu. Nanyi wanaume, akina waume wapende mabibi zenu. Waefeso inasema sabumitu wana anata, kwamba mwanaume nyenyekeeni mwanamke, kwa sababu hilo ni kusudi lake Mungu. Mara mingi tunadhani ya kwamba kunyenyekea ni wanawake peke yao. Mnyenyekee mke wako kama vile ambavyo ilivyo desturi
ya mbinguni, ya kwamba tuweze kunyenyekea, tuweze kuwa ni watu wanyenyekevu, tuweze kuwa ni watu wa kunyenyekea. Ndio sababu Paulo anaambia Waefeso, submit to one another as husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Ya kwamba unaposoma kitabu hicho, kitabu cha Waefeso 5 kuanzia 22, utaona vile ambavyo Kristo, licha kwamba alikuwa ni Mungu mwenyewe, licha kwamba alikuwa ni muumbaji wetu, licha kwamba alikuwa ni mkombozi, aliponyenyekea hadi magotini ili atutavute. Kwa hivyo mwanaume anayenisikia mchana wa leo, ndio sababu uchumbe huu unaletwa kwetu, ya kwamba tuweze kunyenyekea, ya kwamba tuweze kunyenyekea wake zetu, tuweze kuwanyenyekea kwa upendo, tuonyeshe upendo vile Kristo alivyolipenda kanisa, kwa sababu Kristo naye pia alikuwa kichwa la kanisa, lakini akanyenyekea kanisa ambao ni mimi na wewe, ili atuokoe. Na mke nao kishaelewa ya kwamba mume ni kichwa, nyenyekea kwa mume wako. Nyenyekea kwa mume wako kwa sababu yeye ndiyo kichwa kama vile Kristo alivyo kichwa. Najua Paulo anapozungumza juu ya upendo, mara mingi upendo huu, mara mingi watu wengi wanashangaa ni upendo wa jinsi gani. Naposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13, unaanza mtasoma kutoka mstari wa kwanza. Ni fungu ambalo tunalielewa. Paulo anasema kwamba nichaposema kwa lugha ya malaika, nichapoonekana kana kwamba naweza hamisha mlima uame, kama sina upendo, basi mimi ni kitu bure. Kwa sababu kama kuna kitu ambayo imesumbua wanaume ni kuhusu kuwapenda wake zao. Kama kuna chamba ambalo limetusumbua wanaume ni kuonyesha upendo wake zetu, kwa sababu Biblia imesema ya kwamba mke ni msaidizi ambao umeletewa katika maisha yako ili akusaidie jambo hili la kuwapenda wake zetu, vile ambavyo Paulo anaambia Wakorintho ya kwamba upendo uvumilia, ya kwamba upendo unaangalia, hauangalii mambo yake mwenyewe, upendo unastahimili, upendo unavumilia mwenzake. Hivyo ndivyo Paulo anavyosema. Nikiuliza wanaume wengi hapa, ya kwamba umeleta wageni siku ya Sabato, wamekuja kwako nyumbani wapate manguli ya mchana, umewaleta kwako nyumbani wakule manguli ya mchana, alafu mke wako akaenda akaandaa vyakula. Alipoandaa vyakula, alipoleta mezani, ulipoonja ukasikia chumvi imemwaga yote, utachukua hatua gani? Chumvi imewekwa yote na umeleta wageni ambao mnafanya kazi nao, wametunga masuti sawa vizuri, wamejipanga. Leo tumeenda kukula kwa mzee ambaye ni mzee wa kwanza, alafu chakula kimeletwa, imewekwa ni kama chumvi ilimwagika ndani ya mboga. Fanye wewe mwanaume mwerevu, itisha chumvi nyingine. Itisha chumvi. Huyo ndiye mtu ambaye anayempenda mwenzake. Ambia mama nani, hebu niletee chumvi. Unajua wageni hawataelewa kama wao ndio hawakusikia vizuri, watajua kwamba ni desturi ya Poma hii ya kwamba chumvi inawekwa mingi kiasi hii. Lakini kama ni mimi na wewe utaanza maneno. Hebu kuja hapa. Hii chakula ni wanyama uliletea ama ni wanadamu? Ndio sababu Paulo anasema ya kwamba tuonyeshane upendo. Upendo inavumilia, upendo inarekebishana, kwa sababu unapoona mwenzako ameenda vibaya, usimrekebishe mbele ya watu. Unapoitisha chumvi, wageni watajua basi hii mzee anapenda chumvi nyingi. Kwa hivyo ndio sababu mama akasahau, hakujua kuna wageni. Watakapoenda ndio tarudi kwa mama umwambie, jameni leo uliniaibisha. Kwani chumvi ilitereza ama ilifanyaje? Ndio akuelezee, ndio akwambia baba nanira ilitereza, mwambie jamani, wakati mwingine lieli usiweke basi, tujiwekee chini, ama uweke kidogo mtu achiongezee, kwa sababu kweli ulikuwa umeweka mingi. Huyo ndio mtu ambaye anayempenda mke wake. Hamo umepatana na mke wako wanapigana na wanawake huko kwa mfereji wakichota maji.
Wanapigwa kweli kweli, na mke wako ndiye amewekwa chini, anawekelewa mangumi, mke wako ndiye ananyoroshwa, yeye ndiye anatandikwa, na mwanaume amefika hapo, naona muongezea. Hii ndio ile tabia ninakukatasanga, unamuongezea teke. Mume wakili, unaambia mwanamke wacha nikupate siku nyingine, umetandika mke wangu namna hii. Mkifika kwa nyumba mwambie nimekuokoa, lakini wewe ndio ulikuwa na makosa. Huo ndio upendo ambao Paulo ananena pamoja nasi mchana wa leo. Huo ndio upendo ambao Paulo ananena pamoja nasi mchana wa leo. Ndio sababu Yesu anapokuwa na wanafunzi wake, anapokuwa na terasi sapa ili akaangikwe msalabani akamilishe kazi yake iliyomleta duniani, anapokuwa katika kitabu, unaposoma kitabu cha Wakorinto, kitabu ya Yohana 13 samani. Unaposoma kitabu ya Yohana 13, unaposoma hiyo chapter yote, unaona vile ambavyo wanafunzi wake waliulizana. Wanafunzi wake walipofika kiwango cha kutawatana miguu, wakaanza kujiangalia vile ambavyo wamependeza, vile ambavyo wameng'ara, vile ambavyo wanachiona wakubwa, wakaanza kuulizana ni nani atakaye inama ili akatawate miguu, ni nani atakaye tawata miguu. Yesu alipoingia akanyenyekea, Yesu mwenyewe akapiga magoti, akachukua kibakuri na maji, akainama, akachukua kitambaa, akawaambia njoo ili nikwatawate miguu. Ndio Yesu akasema kwamba nimewapa mfano, fanyeni hivyo kama ukumbusho wale ambao niliyotenda pale msalabani. Wakati wanaulizana, kina Simon Petro wanaulizana nani atatutawata miguu, lakini Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu, Yesu Kristo ambaye ni muumbaji wetu, alituonyesha mfano. Kwa hiyo mzee, unapokuwa kule nyumbani, kwa sababu nimesema kwamba mke wako ni msaidizi, ukimwambia mama nani leo mimi ndio napika, hautaitwa mwanamke. Ukimwambia leo, by the way, chakula ya wazee inakuanga tamu. Chakula ya wazee inapopikwa, mzee anapongangana na kitunguu inaungua, anangangana, anapunguza moto, anangangana, inapoletwa mezani kinapendeza. Hata mama anapoikula akiona kwamba ni mzee leo ndiye ameandaa, mama anachihizi kuwa mfalme, mama anachihizi kuwa choo. Lakini mama naye usichukulie kila wakati ya kwamba mzee sasa ingia jikoni, ya kwamba yako ndio inakuwa tamu kila siku ingia. Usiweza kuwa ni mazoea. Lakini mkilifanya kwa upendo, Mungu wa mbinguni atukuzwe. Kwa sababu najua kuna kuanga na stages tofauti za ndoa. Kuna stages ya kwanza ambayo inaitwa romance. Mume wanapoana na mke ile miaka ya kwanza, ile kabla hawajapata mtoto, wanapokuwa tu wawili vile ambavyo walitoana kwa barabara, ama walitoana kwa kisiagi, ama walitoana kwa mto, ile upendo inaingianga kwa ndoa ile miaka ya kwanza. Kama ni kuenda kwa pavu, mama anapelekea mzee maji, mzee anatoka nyuma kama shujaa, amebeba tu towel, akimaliza anakuja tena anachukua beseni, mzee anafuata nyuma, ama wanaoga pamoja. Ama kama ni sahani kule nyumbani, hakuna kuchafua vyombo mingi, sahani ni moja, kijiko ni moja, kwa sababu upendo upo. Mzee kama amechelewa, mama anapika, anafunika, anapiga simu, mzee umefika wapi? Niko hapa Saika. Baada ya dakika 2, mzee uko wapi? Niko hapa. Baada ya dakika 5, hata ugali wa kiporo, mzee ndani lazima afike kwanza, ni washiriki pamoja. Lakini ndoa inapoendelea kusonga, ndoa inapoendelea kukomaa, ndoa inapoendelea kukolea, watoto wamepatikana, sasa mzee hata ukija saa 8 ya usiku unapata wamefunga mlango, unapisha, unapoingia unafikiria unaletewa, unaambiwa enda ukaangalie jikoni. Unapoingia jikoni unapata ni kaugali kana ambao hata umbo haiwezi tupiwa mara moja, ama unapata walimaliza mpaka wakaosha vyombo wakalala. Hiyo ni stages of marriage. Kwa hivyo kile ambacho ningependa nisungumuse mchana wa leo,
ya kwamba vile ambavyo Kristo aliponyenyekea, vile ambavyo Kristo aliacha vyote, vile ambavyo Kristo aliacha utukufu aliokuwa nao, vile ambavyo Kristo alijiona kuwa ni mtumishi, alijiona kana kwamba yeye sio mkubwa kuliko aliyemtuma, yeye sio mkubwa kuliko yule aliyempeleka ili atutafute, ili mbidi ili anyenyekee, ili mbidi ili akanyenyekee ili atutafute mimi na wewe ambao tulikuwa tumepotea. Ndio sababu wa Filipi nasema ya kwamba have the same mind of Jesus, have the same mind that was in Jesus Christ, ambao kuona kule kutoshana na Mungu kwa ni kitu, bali alinyenyekea, bali aliacha vyote, bali aliacha enzi aliyekuwa nayo ili aache akatutafute, ili aache akaende nasi mbinguni. Kwa hivyo wanaama wale ambao tuko mchana wa leo katika kikao hiki, ningependa kusema ya kwamba tuweze kumuiga Kristo Yesu, tuweze kuwa na upendo ambao Kristo alikuwa nayo, tuweze kuwa na upendo huo, upendo ambao unahitaji ili mimi na wewe tukamuone Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mzee ambaye naye nisikiliza, mke wako ambaye uko naye kule nyumbani muenzi. Mke wako yule ambao umeoa muenzi. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni beautiful. Si kama ni nani ambaye yona mtu ambaye sio beautiful hapa kwa hii dunia? Mtu ambaye sio beautiful. Sisi hatujaiona watu ambao ni ugly whatever. Kwani tunakanga dunia gani? Ya kwamba mwanadamu vile ambavyo aliumbwa, mwanadamu aliumbwa, unaposoma kitabu cha Psalms 139 verse 13 inasema kwamba we are fearfully and wonderfully made. Kwa hivyo mke wako vile ambavyo alivyo, huyo ndio number 1 dunia mzima. Hata ukipewa option nyingine, hata ukipewa tena option nyingine, she will remain to be your wife. Kuna watu walienda Mombasa siku nyingine retreat ya couples. Walipofika Mombasa wakaamua kubadilishana. Wakasema leo tutabadilishana, uende na mke wangu na mimi niende na mke wako. Kwa huo usiku. Walipoamka asubuhi, wengi walikataa kurudi kwa ndoa zao za zamani. Wengi walisema sasa ndio nimefika, sasa ndio nimepata ule ambaye nilikuwa natafuta, naomba niendelee kukaa na huyu na wewe kaendelee na huyu. Ikawa ni shida kubwa. Kwa hivyo yule ambao uko nayo ndio sababu tunaambiwa kwamba utosheke, kwa sababu wazungu wanasema ya kwamba beauty is in the eyes of the beholder, ya kwamba there is no beautiful person in this world. Hakuna mtu ambaye ni beautiful. All of us have been created in a wonderful way. Ule mtu ambao unaona anafuta gamu kule town, akipata tu nafasi aoshwe, harabu ukutane naye, naweza kuwa ulimkimbia jana, lakini avalishwe vizuri, avalishwe suti, aongezewa perfume, utasema this is my number 1 in the entire world. Maiona mtu ambaye anatambulisha mke wake na majina masito, ya kwamba my only queen, ya kwamba my only potato, my only pin in the sufuria, my only number 1 in the entire universe. Kuja usalimie watu, halafu anapotokelezea watu wanasema aliangalia wapi? Huyu ndiye anapea majina yote. According to him that is number 1. According to him huyo ndio wa kwanza. Wewe ndio unaona kana kwamba hajatoshea kuitwa my only onion, my only kitunguu. Huyo according to him ndio number 1. Ndio wazungu wakasema beauty is in the eyes of the beholder. Kwa hivyo muenzi yule ambao uko naye, mfurahie ule uko naye, kwa sababu huo ndio upavu wako ambaye Mungu amekupa ili ukakae naye muda wote utakaoishi katika dunia hii. Nebukadneza anapoangalia, Nebukadneza alipoangalia ndoto hiyo, kila ambacho kinanishangaza ni ya kwamba licha ya kwamba Danieli amemtafsiria, licha ya kwamba Danieli amemuelezea,
Unaposoma mstari wa 29, Nebukadneza amesahau ni muda kidogo tu Danieli amemwambia ya kwamba ule ambao umeona ni Mungu anayeporomosha, atakayeporomosha utawala wako. Hivyo ndivyo utawala wako utakapoisha muda mchache. Mstari wa 29 nasahau, anaanza kujiuliza, is not this the great Babylon that I have built for many years? Is this not the city of Babylon, and by a royal dwelling, by my mighty, by my power, and for your honor of my majesty? Ya kwamba anaanza kujipiga kifua ya kama mji wa Babiloni sio mji ambao nimeujenga kwa nguvu zangu, sio mji ambao nimeutengeneza, sio mji ambao unaonekana kupendeza. Anaanza kuchinua, amesahau ndoto vile Danieli alipomtafusiria. Ya kwamba Biblia inaniambia muda mchache ulipopita baada ya kujipiga kifua, Nebukadneza akatolewa kutoka kwa uso wa wanadamu vile ambao Danieli alimuelezea. Ya kwamba Nebukadneza akaanza kukula nyasi. Danieli akaanza kutembea na miguu kama ng'ombe, akikula nyasi, akitembea kama ng'ombe. Niambie, ukipata rais wa nchi, ukipata kiongozi ambao ulikuwa na kiongozi tajika, ukipata kiongozi aliye na heshima, kiongozi ambaye magari zinakimbia, watu wanakimbia, wanaume wa masuti wanakimbia nyuma na mbele, wanamuenzi, unamuona akila nyasi, sijui itakuwa news kiasi gani, sijui itakuwa habari kiasi gani. Ndio sababu nataka nikutangazie mchana wa leo, mwanaama unayenisikia mchana huu, ya kwamba usiponyenyekea katika ndoa yako, hivyo ndivyo familia yako itaisha, hivyo ndivyo utawala wako utaisha, hivyo ndivyo wewe kama kichwa cha familia, hivyo ndivyo serikali yako itaisha, hivyo ndivyo utakula nyasi, hivyo ndivyo utatembea kule nyikani miaka 7, hivyo ndivyo serikali yako itapomoka, hivyo ndivyo familia yako itasambaratika usipotoa mwelekeo kama mzee katika familia yako. Lakini kile ambacho kinanifurahisha, Nebukadneza baada ya kumaliza kipindi chake cha miaka 7 vile Mungu alivyomuelezea, akarudishiwa mamlaka yake, akarudishiwa hata wanajeshi wakaongezewa, hata wale wanaume wa kukimbia kando, saa zile gari linatembea wakaongezewa, nguvu zake zikaongezewa, akarudishiwa serikali yake. Ndiye akatambua akasema, sasa ninajua ya kwamba hakuna mtu anayestahili kupewa sifa ila Mungu, kwa sababu anayejiinua Mungu ako na uwezo wa kumshusha, lakini anayejishusha Mungu ako na uwezo wa kumuinua. Sijui ombi lako mchana wa leo ni gani, ya kwamba huenda umejiinua, huenda umejipiga kifua katika dunia hii, huenda umemsahau Mungu kwa njia moja ama nyingine, huenda umeenda katika safari yako umemsahau Mungu. Sijui ni nani mchana wa leo anasema kwamba ninahitaji Mungu niweze kukurejelea kwa sababu nimetambua ya kwamba pasipo wewe mimi si kitu. Si kama kuna mtu ako na ombi kama hilo, aweze kusimama na miguu yake miwili ili tuweze kupata ombi la mwisho. Kama hilo ndilo ombi lako, unasema kwamba Mungu nisaidie, huenda nimetanga mbali nawe, huenda nimejipiga kifua kama Nebukadneza, nikaona kana kwamba niko na uwezo, nikaona kana kwamba niko na mamlaka, nikaona kana kwamba serikali yangu inaweza, lakini Mungu ninahitaji nikurudie. Mungu ninahitaji nikurudie, kwa sababu nao realize ya kwamba mtu ambaye anayejiinua hatashushwa, lakini anayejinyenyekesha Mungu wa mbinguni atamuinua. Nataka nimjue Yesu. Kama kuna mtu katika mkutano huu ako na ombi la kibinafsi, ombi la kipekee, unataka kumwambia Yesu mchana wa leo, unapojiangalia maisha yako, kwa kweli dunia hii mimi na wewe tunapita. Ndio sababu wimbo tulioimba ukatuuliza kwamba kuwa kwake Yesu ni kusudi lako. Unapojiangalia tunapoishi kipindi cha mwisho, kuna uwezekano ukose ufalme wa mbinguni. Kuna uwezekano Mungu wa mbinguni akufungie nje kwa sababu umekataa kumrudia. Kama kuna mtu anahitaji ombi la kipekee mchana wa leo, tunapoimba nataka nimjue Yesu namba 54. Sijui kama kuna mahali mtu atapiga hatua ache hapa mbele ili tuombe naye. Kama kuna mtu kama huyo anasema kwamba kweli ninahitaji nimjue Mungu, kwa sababu huenda nilikuwa nafikiria kama ninamjua, lakini nimegundua kwamba kweli nilikuwa mbali naye. Mungu ako na uwezo wa kupokea. Mungu anakuita mchana wa leo uche kwake. Kama kuna mtu katika mkutano huu kama huyo, piga hatua ache hapa tunapomaliza wimbo, nitaomba nawe kwa njia ya kipekee na Mungu ataweza kutembea nawe katika safari yako ya imani. Nataka nimjue Yesu namba 54. Nataka nimjue Yesu, nani
nizidi kumfahamu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Zaidi, zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Tuombe. Mtakatifu tena mtakatifu, Mungu wetu uliye juu mbinguni, asante kwa sababu umenena pamoja nasi mchana wa leo. Asante kwa sababu sauti yako tumeisikia. Tumeona vile ambavyo mtumishi wako Nebukadneza ambaye alikuwa na mamlaka makuu, ambao serikali yake ya Kibabiloni ilikuwa imechengwa kwa jinsi ya mbinguni. Hata marango yake yalikuwa yametengenezwa kwa jinsi ya kifahari. Ndiye kwamba alikuwa mfalme ambaye alikuwa anatawala katika serikali hiyo, kwa sababu aliweza kujiinua. Kwa sababu aliweza kuacha serikali yako, akaacha kukuenzi wewe muumba mbingu na nchi. Tumeona yale masaibu ambayo yalimpata. Uwezekano kuna moja katika mkutano huu, katika maisha yake ya imani, ameweza kutanga mbali nawe, akatembea, akaanza kujiinua, akaanza kujipiga kifua, akaanza kusema kwamba jinsi vile ambavyo nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Angalia vile ambavyo nimebarikiwa na mali nyingi. Angalia vile ambavyo niko na vitu vingi vya dunia hii. Angalia vile ambavyo watu wengi wananiinamia. Vile Nebukadneza alikuwa na nafasi hiyo, lakini akaiharibu nafasi hiyo. Serikali yake ikatolewa, ikapewa mwingine, akatolewa kutoka uso wa wanadamu, vipindi 7 vikapita juu yake. Mungu wa mbinguni, nasi kwa njia moja ama nyingine tumetenda hivyo. Tunaomba msamaha wa kipekee utokao kwako. Kuna watoto wako ambao wamesikia sauti wakasema kwamba wanahitaji kuwa katika ombi hili. Sijui ni wapi ambao katika maisha yao, sijui ni njia gani ile ambao wametanga mbali nawe katika uhusiano wao. Mungu wa mbinguni, na kuomba uweze kuwarejeshea serikali yao, uweze kuwarudisha mamlakani, iweze kuendelea kukutumikia kipindi hiki cha mwisho. Unawezekana kuna yule ambaye alikuwa anapiga hesabu ache hapa, lakini shetani akamshikilia mkono akamwambia usiende, kwa sababu muda bado upo wa kuendelea kula raha ya dunia hii. Mungu wa mbinguni, usimpe nafasi, zidi kumpigania ili asije akapata nafasi ya kuendelea kukuasi tunapokaribia kurudi nyumbani, utakaporudi tuende nyumbani. Asante kwa sababu wapendwa hawa, zidi kuwapigania. Kama hali yao ya kiroho imerudi nyuma, Baba wa mbinguni, zidi kuwapatiza ubatizo wa kiroho. Kama kuna mmoja wao ambaye atapokea ubatizo wa ndani ya maji mengi, Baba wa mbinguni, zidi kumwandaa ili atakapozaliwa mara ya pili aweze kuishi kama jeshi kubwa litakapokusubiri urudi ili tuende nyumbani. Bariki kanisa hili, bariki viongozi, bariki hata mchungaji wa maeneo haya wanapoendelea kufanya kazi hii, hata kazi ya ujenzi. Mungu wa mbinguni, wajalie na mapato ili kazi yako isonge mbele. Bariki wanaamo, bariki akina mama, bariki vijana, bariki hata na watoto. Zizi wote tuwe kundi moja takaro kuraki mawinguni utakaporudi, ili tuimbe tuseme kwamba huyu ndiye tulikuwa tunamsubiri karibu, ili tuende nyumbani tukapumzike. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele, na kila mmoja wetu aseme amen. Amen.